إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يتعرف عليه بأسمائه وصفاته عباد الله hakika katika mambo makubwa ambayo mja anatakikana kujikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyatambua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala allati athbataha li nafsihi majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha mwenyewe kuwa anayo na sifa zake pia wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallama na vile vile majina na sifa ambazo mtume alayhi salatu wasalam amemthibitishia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko nazo min ghairi tahrifin bimaana uthibitisha sifa za Allah pasina kubadili maana ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya Qur'an akasema bal yadahu mabsutatani Allah akathibitisha kuwa yuko na mikono miwili na wewe thibitisha kuwa Allah ana mikono miwili pasina ya kubadili maana kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wayabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram Allah akathibitisha kuwa yuko na uso basi na wewe thibitisha Allah kuwa yuko na uso pasina ya kubadili maana ibadallah wala ta'twilin vile vile uthibitishe bila kukanusha kama wanafanya baadhi ya makundi wakakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake wala tamthilin na vile vile uthibitishe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake pasina ya kumfananisha na viumbe wala takyifin na vile 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 uthibitishe sifa za Allah na majina yake bila kuzijalia namna usisemi kuwa Allah mikono yake iko namna hii wala uso wake uko namna hii wala miguu ya Allah iko namna hii bimaana uthibitishe bila kujalia namna kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay Allah hana mfano wa chochote wa huwa as-sami'ul basir lakini Allah anasikia na anaona thibitisha sifa za Allah na vile vile thibitisha majina ya Allah pasina kumfananisha na viumbe ibadallah waqad amara Allah subhanahu ibadahu an yad'uhu bi asma'ihi al-husna wa wa'ada 'azza wa jalla bi ijabati du'a'i as-sa'ilin vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waja wake wamuombe kupitia majina yake yaliyokuwa mazuri bali Allah akawaahidi wala watakayemuomba kuwa atawajibu qala subhana
anasema Allah subhanahu wa ta'ala walillahi alasmaul husna Allah yuko na majina yaliyokuwa mazuri fad'uhu biha muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake dhalika bi anna Allah subhanahu huwa al-ghaniyyul karim Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye tajiri Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mkarimu wal ibadu jami'a fuqara'un ilayhi bali waja wote ni mafakiri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani Allah ni tajiri katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala al-karim ni mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo muombe Allah kupitia majina yake kwa sababu waja wote ni mafakiri na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tajiri qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas enyi watu antumul fuqara'u ila Allah hakika nyinyi ni mafakiri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tajiri na mwenye kuhimidiwa subhanahu wa ta'ala kwa muombe Allah kwa jina lake al-ghani ili aweze kukupa utajiri muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika jina lake al-karim ili aweze kukukirimu na majina mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah وقد ضمن الله تعالى لكل مخلوق رزقه الله سبحانه وتعالى alimuumba kila kiumbe na riziki yake qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha hakuna kiumbe chochote katika ardhi hii isipokuwa riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala fakama annahu al-khaliq subhanahu fahuwa razzaq kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumbaji vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenye kuruzuku kama qala ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi khalaqakum Allah yeye ndiye ambaye kakuumbeni thumma razaqakum kisha Allah akakuruzukuni kwa hiyo Allah ndiye anayeumba na Allah ndiye anayetoa riziki ibadallah wa kama annahu ar-razzaq fi dunya فهو سبحانه الرزاق في الآخرة لأهل جنته كما جسي الله سبحانه وتعالى ni mwenye kuruzuku hapa duniani hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuruzuku peponi kwa waja wake ambao tukoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala la yasma'una fiha lahwa peponi watu wa peponi hawatosikia upuuzi illa salama isipokuwa peponi watasikiliza ni amani peke yake hakuna upuuzi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya vile vile peponi watapata riziki zao mchana na usiku kwa hiyo jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku watu hapa duniani vile vile na akhira peponi Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku fahariyun biman rama hadha alfadl min Allah subhanahu wa ta'ala ay yata'arraf ala asma'i Allah ta'ala addalat ala si'ati fadlihi wa 'azimi rizqihi wa karimihi wa judihi kwa hiyo ndugu yangu muislam kila ambaye anataka kupata fadhila hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima apupie kuyatambua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaonesha upana wa fadhila zake na ukubwa wa riziki zake na vile vile na ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala fayata'allamaha wa ya'mala biha wa yad'u rabbahu biha ta'abbuda ili mtu aweze kuyatambua majina hayo na ayafanyie kazi majina hayo na amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba kupitia majina hayo fahuwa subhanahu akramul akramin Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora wenye kukirimu wa khairur raziqin bali Allah ndiye mbora wa wale wenye kutoa riziki wa huwa dhul fadlil azim na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila zilizokuwa kubwa ndugu zangu waislamu kwa lazima kila muislamu ayatambue majina yake Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kumuomba Allah na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake qala sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama inna lillahi 99 asma Allah subhanahu wa ta'ala
ana majina 99 man ahsaha dakhala aljanna wanawazuoni wakatafsiri neno man ahsaha qala al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala walaysa ma'na ahsaha an taktuba في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ ولكن معنى ذلك الإحاطة بها لفظا وفهمها معنى وتعبد لله بمقتضاها ili neno man ahsaha aimaanishi eti mtu akamate majina ya Allah ayaandike kwenye karatasi aanze kuyahifadhi, lakini maana yake mtume anasema man ahsaha dakhala aljanna, bimaana yule ambaye atahifadhi majina ya Allah kisha akafahamu maana ya majina ya Allah kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yale, bila shaka mtu huyo ataingia peponi. Majina 99 ambayo mtume aliyataja akasema yeyote ambaye atahifadhi majina hayo kisha akafahamu maana yake kisha akamuomba Allah kupitia majina yale, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza mja huyo peponi. Ibadallah, وقد يظن البعض أن ظاهر الحديث يدل على أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. mtu anaweza kadhani kuwa hii hadithi inamaanisha kuwa majina ya Allah ni 99 peke yake. Sio hivyo. والذي عليه جمهور العلماء أن أسماء الله تعالى غير محصورة. Kauli ya wengi katika wanazuoni ni kuwa majina ya Allah hayana idadi, hayasabiliki majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Khattabi rahimahullah kasema عن الحديث السابق akifasiri hadithi ambayo tumeweza kuisoma fihi ithbatu hadhihi al-asma' al-mahsura bihadha al-adad. Katika hadithi hii kuna kuthibitisha haya majina 99 ambayo mtume kayataja, walaysa fihi nafyu ma adaha min az-ziyadati alaiha, lakini si kwamba hakuna majina mengine. Hadithi hii imethibitisha kuwa kuna majina 99 ambayo Allah ametufundisha nayo, lakini si kwamba hadithi hii inapiga kwa kuna majina mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi anasema اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. wanawazuoni wamekubaliana kuwa hii hadithi si kwamba majina ya Allah ni 99 peke yake. Akasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'u ghayri au asma'u ghayrihi, na wala anasema falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma' ghayru hadhihi at-99. Na maana ya hadithi hii si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana majina mengine kinyume na majina 99, wa inma maqsudul hadith, hakika maksudi ya hadithi hii anna hadhihi 99 ni kuwa majina haya 99 man ahsaha, yule ambaye atahifadhi kisha akafahamu maana yake akamwabudu Allah kupitia majina haya ataingia peponi. Haya majina 99. فالمراد الإخبار من دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر هذه الأسماء. كما قصدي حديثي ni kuwa yule ambaye atakayehifadhi majina hayo na kuyafahamu maana yake na kumwabudu Allah kupitia majina hayo 99 ataingia peponi, lakini sio makusudio kuwa majina ya Allah ni 99 peke yake. Ibadallah, wa mimman nasu ala anna asma Allah mahsuratun في 99 ابن حزم محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة. katika wanazuoni ambao wamezungumza kuwa majina ya Allah hayazidi 99 ni Ibn Hazm peke yake. Akatolea dalili hadithi ya mtume ambapo alisema majina ya Allah 100 ni 100 illa wahida, isipokuwa limoja, bi maana 99. Wa qaulul jumhur aqwa wa asah, lakini kauli ya wanazuoni wengi ndo ambayo ina nguvu na ndo kauli sahihi. Li'annahu thabata min hadith ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu imethibiti katika hadithi ya ibn Mas'ud
kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika dua yake as'aluka bikulli ismin huwa lak, ewe Allah nakuomba kwa kila jina ambalo ni la kwako, samaita bihi nafsak, jina ambalo umejiita wewe Allah, au anzaltahu fi kitabika, au jina ambalo umeliteremsha kwenye kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika, au jina ambalo umemfundisha yeyote katika waja wako, au istahtharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka, au yale majina ambayo umeyaficha kwenye elimu ya ghaibu ya kwako. Bimaana kuna majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaficha, hakuna wanadamu wanayajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, imam ibn al-qayyim Allah mrehemu anasema الحديث هي حديثي دليل على أن أسماء الله أكثر من 99. هي دليل kuwa majina ya Allah ni zaidi ya 99, wa anna lahu asma'un wa sifatun, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na majina na sifa istaathara biha fi ilmi al-ghaib inda, ambayo Allah ameyaficha katika elimu ya ghaibi, la ya'lamuha ghayruhu, hakuna anayejua kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, asmaullahi tawqifiyya. Leo mtu asije akaleta majina ya Allah ambayo hayakutajwa ndani ya Qur'ani wala Sunna kisha akasema kuwa majina ya Allah ni mengi huenda na hili limo. Hapana, lazima yale majina 99 ambayo tumefunzwa sisi tumuombe Allah kupitia majina hayo, lakini tusileti jina ambalo hatukufunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kaida inasema asmaullahi tawqifiyya, majina ya Allah ni tawqifiyya, bimaana ni dalili. Hauwezi kuleta jina la Allah au sifa ya Allah bila ya dalili ndani ya Qur'ani au Sunna. Fala nusammi Allah ta'ala illa bima samma bihi nafsa, haturuhusiwi kumuita Allah jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe, au samahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama, au jina ambalo kaitwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wa min asma'illahi ta'ala ar-raziq war-razzaq. Katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna jina ar-raziq au ar-razzaq, mtoa riziki Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn al-Manzur rahimahullah, Imam ibn al-Manzur rahimahullah anasema ar-raziq war-razzaq fi sifati Allah ta'ala. Hili jina ar-raziq au ar-razzaq ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu yarzuqul khalqa ajma'in, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anaruzuku waja wote au viumbe wote. Wa huwa alladhi khalaqa al-arzaq, na Allah subhanahu wa ta'ala ndo ambaye kaumba riziki, wa a'ta al-khalaiq arzaqaha, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo akawapa viumbe wake riziki hizo. Kwa hiyo aliyeumba riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mwanadamu aliumbiwa riziki yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khalaqakum, Allah ndiye ambaye kakuumbeni, thumma razaqakum, kisha Allah akakupeni riziki. Wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku amtakaye pasina ya hisabu. Ibadallah, wal arzaqu naw'ani, na vile vile riziki za Allah subhanahu wa ta'ala ziko aina mbili. Dhahiratun lil abdan, kuna riziki ambazo zinaonekana katika miwili, kal aqwat wal amwal, kama riziki za chakula, riziki za mali, ni riziki ambazo zinaonekana. Mtu anapopata chakula ni kitu kinaonekana, mtu anapopata mali ni kitu kinaonekana. Hii ni aina ya kwanza ya riziki. Wa batinatun lilqulubi wan nufus, na vile vile kuna riziki ambazo zimefichikamana katika nyoyo, katika mioyo ya watu na nafsi zao, kal ma'arif wal ulum wal i'tiqad sahih, kama mtu kupata maarifa, ujuzi, mtu kuwa na elimu, kuwa na itikadi iliyokuwa sahihi, zote hizi ni katika riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza juu yenu neema zake zilizokuwa wazi
na neema ambazo zimejificha. Ibadallah, dalalatu asma'illahi ta'ala ar-raziq war-razzaq ala ifradillah bil ibada. Bila shaka hii jina ya Allah subhanahu wa ta'ala ar-raziq au ar-razzaq, mwenye kuruzuku, lina mafungamano na tauhidi, lina mafungamano na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. دلت آية القرآن على تفرد الله تعالى بالرزق كما تفرد بالخلق. zilikuja aya za Qur'an ambazo zinaonyesha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika riziki, kama jinsi zimekuja aya zikimpwekesha Allah katika ibada. Kama jinsi unavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha, hivyo hivyo riziki tafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na kiumbe yoyote yule. Wal ihya'i wal imata, kama jinsi Allah vile vile yeye ambaye kapwekeshwa katika kupana uhai na kufisha, vile vile lazima umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khalaqakum, Allah ndiye ambaye kakuumbeni nyinyi, thumma razaqakum, kisha Allah akakuruzukuni nyinyi, thumma yumitukum, kisha Allah atakufisheni nyinyi, thumma yuhyikum, kisha Allah atakufufueni tena siku ya kiyama. hal min shurakaikum min man yaf'al min dhalikum min shay? Allah nakuulizeni, je, haya yote kukuumbeni nyinyi, kukupeni riziki, kukufisheni na kukufufueni siku ya kiyama, hao ambao mnawashirikisha kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna yeyote ambaye anaweza kufanya jambo hilo? Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, Allah ametukuka na ametakasika kutokamana na yale ambayo wanamshirikisha. Ibadallah, ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala alikuumba peke yake na hakuna kiumbe ambaye ana uwezo wa kuumba, na vile vile ikiwa kama Allah ndiye anakupa riziki, hakuna kiumbe ambaye ana uwezo wa kupana riziki, na vile vile ikiwa unajua kuwa Allah ndiye atakayekufisha na kukufufua siku ya kiyama na hakuna kiumbe mwenye uwezo huo, basi lazima na riziki hiyo uitafute kwake Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe Allah vile vile katika ibada, kwa sababu riziki na ibada vina mafungamano. Ikiwa kama Allah ndiye anakuruzuku peke yake, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, wala shakka anna almutafarrida birrizq yanbaghi an yufrada bil ibada. Hakuna shaka ya kuwa yule ambaye anayetoa riziki peke yake inatakikana aabudiwe peke yake. والله ولا يقبل الله أن يأتي العبد بواحدة دون الأخرى، بل الله سبحانه وتعالى hakubali mja halete kimoja aache kingine. Bimaana Allah hakubali kwa mja amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kisha atafute riziki kwa asiyekuwa Allah, wala mja atafute riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha amwabudu asiyekuwa Allah. Ikiwa kama wewe unamwabudu Allah na riziki tafuta kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kama wewe riziki unayetafuta kwa Allah, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lianna i'tiqada anna Allah huwa almutafarrid birrizqi huwa maana min maani tauhid ar-rububiyyah, kwa sababu kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa riziki peke yake ni maana katika tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah huwa ifradu Allah ta'ala bi af'alihi, ni mtu kumpwekesha Allah katika matendo yake, ikiwa katika matendo yake Allah ni kutoa riziki. Vile vile واعتقاد تفرد الله بالعباده هو معنى توحيد الالوهيه، na vile vile kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ni moja katika maana za tauhid al-uluhiyya. Tauhid al-uluhiyya huwa ifradu Allah ta'ala bil ibada, ni kumpwekesha Allah katika ibada. Kwa hivi ni vitu viwili ambavyo vinatakikana kwa mja. Ukitafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi muabudu Allah peke yake. Ikiwa unamwabudu Allah peke yake, basi tafuta riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha an-nas, enyi watu, udhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Allah juu yenu. Hal min khaliqin ghayru Allah, hivi kuna muumbaji kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala?
yarzuqukum minas samai wal ardh, Allah ambaye anakuruzukuni mbinguni na ardhini. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa hu, ay la ma'budu bihaqqin illa huwa subhanahu wa ta'ala, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Aya zote hizi zinaonesha mafungamano ya riziki na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, وقال تعالى akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, falyabudu rabb hadha albayt, wa muabudu mola wa nyumba ambayo ni nyumba ya Makkah, ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, Allah ambaye anawapeni chakula wale wenye njaa na kuwapa amani wale wenye hofu. Kwa hali mambo ambayo yanafungamana, wa muabudu mola wa nyumba kwa sababu yeye ndiye ambaye anawapa riziki. Kwa riziki na ibada, ndugu zangu Waislamu, ni vitu ambavyo vinakwenda sambamba. Leo Muislamu anaswali sala 5 msikitini, lakini kazi yake inapoteza kuwapiga feleki na kumpa herizi eti ambaye kwenye biashara zake. Vipi unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha riziki unatafuta kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa riziki na ibada ni vitu viwili ambavyo haviachani. Ikiwa kama unatafuta riziki kwa Allah, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, waqad na'a subhanahu ala almushrikina shirkahum, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumzia washirikina vibaya na shirki zao. Wabayana anna alladhina ya'budunahum min duni Allah ta'ala la yamlikuna lahum rizqa, bali Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa vile ambavyo washirikina wanaviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala havimiliki riziki zao. Huyo ustadhi ambaye aliyomfuata na tasbihi yake ndefu eti akusomea sijia kukusomea, yeye mwenyewe ndani kwake maisha na mshinda. Ingelikuwa yeye anatoa riziki kwenda kwake kule, asingekomba wewe pesa. Kwa nini unakwenda kwa huyo mpiga feleki na anakuomba pesa kama yeye anatoa riziki? Allah akabainisha kuwa vile ambavyo washirikina wanavyoviabudu kinyume na Allah havina riziki ambavyo vinatoka kwa wanadamu. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ta'buduna min dunillah, hakika wale ambao mnaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna lakum rizqa, hawamiliki riziki zenu, hawamiliki riziki zenu. Fabtaghu 'inda Allahi rizqa, kwa hiyo tafuteni riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Waabudu, na vile vile muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Washkuru lah, na vile vile mumshukuru Allah peke yake. Ilayhi turja'un, kwake Allah subhanahu wa ta'ala mtarejea. Ibadallah, qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, ibn al-qayyim anasema, wa hadhihi qa'idatu al-Qur'an, na huu ni msingi wa Qur'an. يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قرآن inapozungumza huwa inakariri توحيد الألوهية, bimaana kumpokesha Allah katika ibada, huku ikikariri na توحيد الربوبية, kumpokesha Allah katika matendo yake. فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده. Kwa Qur'ani inapokariri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeabudiwa peke yake, kuonesha kuwa Allah peke yake ndiye mwenye kuumba na ndiye mwenye kutoa riziki peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Qushairi rahimahullah, vile vile al-Qushairi Allah mrehemu akasema, man arafa anna Allah ta'ala huwa ar-Razzaq, yeyote ambaye atatambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mwenye kutoa riziki, afradahu bilqasd ilayhi, basi atampokesha Allah katika ibada. Ikiwa kama unatambua kuwa Allah ndiye anayetoa riziki peke yake, basi utamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na chochote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله بلا شك jambo hili la tauhidul asma'i was sifat kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake ni jambo ambalo waislamu wengi wamelipuuzia kulisoma. Waislamu wengi utawakuta wanapozungumzia tauhidul uluhiyya na tauhidul rububiyya, lakini tauhidul asma'i was sifat wengi katika waislamu wamepuuzia jambo hili, na mizozo katika makundi mengi yaliyopotea katika Uislamu inapatikana kwenye tauhidul asma'i was sifat. Ibadallah, nini maana tauhidul asma'i was sifat? Huwa ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Maana yake ay yusafa Allah bima wasafa bihi nafsa, ni watu wamsifu Allah kama alivyojisifu Allah pekee yake ndani ya Qur'an. Allah anasema ndani ya Qur'ani kuwa na mikono, thibitisha kuwa Allah na mikono. Allah amesema kumwambia Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, kipi kilichokukataza wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba mimi kwa mikono yangu miwili? Kwa Allah kathibitisha kuwa yuko na mikono miwili, thibitisha hivyo hivyo. Vile vile katika sura Allah kathibitisha kuwa yuko na nafsi, thibitisha hivyo hivyo. Allah kathibitisha yuko na macho mawili, thibitisha hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojisifu mwenyewe, au bima wasafa bihi rusulahu nafyan wa ithbata, au kumsifu Allah kama alivyosifiwa na mitume wake. Kama mtume amezungumza ndani ya hadithi kuwa Allah yuko na miguu, kwa thibitisha kuwa Allah yuko na miguu. Vile vile nafya, yale ambayo Allah amejikanushia yeye kuwa hana nayo, kanusha. Allah anasema la ta'khudhu sinatun wala nawm, Allah hapatwi na usingizi mdogo au usingizi mkubwa, kuthibitisha kuwa Allah hapatwi na usingizi. Na yale ambayo Allah amethibitisha ndani ya Qur'ani kuwa anayo na mtume ndani ya sunna kuwa anayo katika sifa zake, bila shaka thibitisha hivyo hivyo pasina kubadili maana. Au vile vile maana nyingine ay yusafa Allah, ni kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsa, kwa yale ambayo Allah amejisifu ndani ya Qur'an, au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama, au yale ambayo mtume wake kamsifu. Lakini ndugu zangu waislamu, katika kuthibitisha hizi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tamthilin wala tashbih, usimfananishi Allah na viumbe, wala usimfananishi Allah na kiumbe chochote kile. Usiseme eti macho yangu mimi ni kama macho ya Allah, hii ni kufuru. Wala ta'tilin, wala usikanushi sifa za Allah kama walivyofanya Jahamia na makundi yaliyofuata njia ya Jahamia kama Mu'tazila na Maibadhi, wakakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye hivyo. Wala tahrifin, wala usibadili maana sifa za Allah kama walivyofanya Ash'ari na wengine katika makundi potevu, wakakamata sifa za Allah wakabadili maana. Eti Allah aliposema kwa amemuumba Adamu kwa mikono miwili, eti Allah hajakukusudia mikono, amekusudia nguvu. Na wewe muulize, iko kama Allah amekusudia nguvu, Allah amesema ametia msana na mikono miwili, kwa hiyo nguvu mbili. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha ndani ya Qur'ani kuwa yuko ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah amestawi juu ya arshi yake. Ash'ari na Maibadhi na makundi potevu wakabadili maana ya istawa, wakasema istaula, bimaana Allah ametawala wala hayuko juu ya arshi yake, wakabadili maana. Kwa usibadili maana. Vile vile hii tafsiri ya Kirundi hapa kutubu Burundi aliposema Allah wajaa rabbuk, Allah akathibitisha sifa ya al-Majid kuwa Allah ndiye atakayekuja siku ya kiyama, wal malaku safan safa, malaika wamesimama safa kwa safa, Allah atakuja. Wenyewe wanabadili maana eti ngorizoza iteka jumu kama wao. Hii ni tahrif kama ya Ash'ari. Kwa lazima uthibitishe kuwa Allah yuko na sifa ya kuja, na atakayekuja siku ya kiyama ni Allah peke yake, wala usibadili maana yango Allah atakuja wao kabadili ngo litakuja iteka jumu kama wao. Sio hivyo, ni Allah peke yake atakayekuja. Wala takyifin, na vile vile sifa za Allah usizijali namna. Usianze kusema sijui Allah amestawi juu ya arshi yake hivi,
au Allah mikono yake iko hivi hautakikani ufanye kama hivyo. Kwa lazima uthibitishe kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo yote haya waislamu hawayafahamu. Muislamu kumwambia kuwa Allah yuko na mikono anashtuka. Muislamu kumwambia kuwa Allah yuko na macho anashtuka. Muislamu kumwambia kuwa Allah yuko na nafsi anashtuka, kwa sababu tauhidi hii haifundishwi. Na Allah anasema laisa kamithlihi shay, Allah hana mfano wa chochote, lakini akathibitisha sifa zake. Wa huwa as-sami'ul basir, lakini Allah anasikia na kuona. Leo kuna baadhi ya makundi ndugu zangu waislamu, na haya mtayaona. Hili kundi Burundi alijakuja sana, lakini mimi nimesoma Masri na nilijua kundi hilo kwa sababu nimesoma chuo ambacho kinafundisha itikadi ya Ash'ari ambacho ni chuo cha Azhar Misri. Kuna baadhi ya vijana wako Misri, zamani watu walikuwa kusoma Misri wanafundishwa ile itikadi, wakija hapa wanakaa kimya kwa sababu wanaona kuwa ni itikadi ambayo imekwenda kinyume na yale ambayo wamezoea hapa Burundi. Lakini leo kuna baadhi ya vijana ambao wenyewe wameshatia nia wakija Burundi watafundisha Ash'ari. Alafu hawa wanazungumza kwenye magrupe eti mtu kuliko kufundisha watu tauhidur rububiyya na tauhidul uluhiyya eti anawafundisha watu tauhidul asma'i wa sifati. Ina maana gani? Kwa sababu anajua unaanza kutengeneza mazingira kwa waumini waanze kujua kabla yeye ajaja kuchafua. Kwa Uislamu atakikana katika durusi mashekhe zetu na maustadhi wafundishe watu tauhidul asma. Wallahi kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyasikia unaweza ukachanganyikiwa. Mfano katika masala ya kuwa Allah yuko juu ya arshi yake, na hii ndio itikadi ahlus sunnah wal jamaa, kuwa Allah yuko juu ya mbingu zake 7 lakini elimu yake iko kila mahali. Lakini wakaja watu Jahamia wakasema kuwa Allahu fi kulli makan, kuwa Allah yuko kila mahali. Wakaja kundi lingine Ash'ari wakasema kuwa Allah ana mahali, hayuko juu wala chini wala kuliani wala kushotoni. Ash'ari. Wakaja wengine maibadhi wakachukua itikadi ya Jahamia kuwa Allah yuko kila mahali. Kisha pakaja kundi lingine potovu ambalo ni ghulatu sufia, wenyewe wakazungumza kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu. Mpaka mmoja wao akasema hivi, wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna, hata ukiona mbwa na nguruwe ni Allah. Wama rahibu fi kanisatin illa ilahuna, na wama ilahu illa rahibun fi kanisa, na wala Allah si mwingine isipokuwa ni padiri kanisani. Bimaana mpaka wengine akauliza, wakamuuliza akasema eti nimemwona Allah, nikamuuliza man anta, eti Allah akamjibu anta. Akamuuliza Allah eti wewe ni nani, eti Allah akamjibu mimi ni wewe. Bimaana ukijiona wewe umemwona Allah, ukimwona huyu umemwona Allah. Hizi ni itikadi za wahdatul wujud, kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu. Zote hizi ni itikadi ambazo zipo ulimwenguni na kesho zitafika hapa kwetu Burundi, lakini watu wanaekelea tu mawaidha ya ndoa, mawaidha sijui kuchekesha watu, ndio mawaidha hayo. Shekha atachekesha kina mama atakuwa shekha. Kwa hili lazima watu wajifunze. Waislamu mpaka kutokamana na umuhimu wa jambo hili la kufundisha watu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema waqad ihtamma ulama'ul umma bihadhihi almas'ala jam'an wa sharhan wa bayana. Mpaka wanaozoni wa huu umma wakajihimiza na jambo hili la tauhidul asma'i wa sifat katika kuandika na kukusanya na kusherehesha. من جهة عامة نجد معظم كتب العقائد تناولت مسألة الأسماء والصفات. ukitizama vitabu vingi vya aqida vimezungumzia masala ya توحيد الأسماء والصفات, ولكن من العلماء من أفرد مؤلفا خاصا بأسماء الله الحسنى وصفاته. mpaka kuna baadhi ya wanaozoni wakaandika kitabu khaswa kikizungumzia tu majina ya Allah na sifa zake. Minhum katika wanaozoni hao Abu Ishaq Az-Zajjaj kwenye kitabu chake Tafsirul Asma' au Tafsiru Asma'illahi al-Husna. Huyu mwanaozoni alifariki mwaka 241. Alipoona umuhimu wa jambo hili akaandika kitabu khaswa. Vile vile Abu Sulaiman Al-Khattabi kwenye kitabu chake Sha'anud Du'a, mwanaozoni huyo amefariki mwaka 388. Vile vile katika wanaozoni ambao aliandika Ibn Manda kwenye kitabu chake Kitabu Tauhid wa Ma'rifatul Asma wa Ma'rifatu Asma'illah, mwanazuoni ambaye kafariki mwaka wa 395.
vile vile Abu Bakar al-Bayhaqi kwenye kitabu chake al-Asma wa Sifat akaandika tauhidul asma peke yake. Mwanazuoni kafariki mwaka wa 458. Vile vile Abu Qasim al-Qushairi kwenye kitabu chake Sharh Asma'illahi al-Husna mwanazuoni kafariki mwaka wa 465. Na wengine katika wanazuoni walipoona umuhimu wa jambo hili la tauhidul asma'i was sifat, kwa sababu makundi mengi yalipotea katika tauhidi hii, wakaandika vitabu haswa. Kipo na kuja vijana ambao wamekaa Masri, hawajulikani wanasoma, hawajulikani wako kazini, kisha naanza kumwambia eti usifundishwe watu tauhidur rububiyya. Sasa mimi nawafahamu, nimesoma Masri miaka 4.5 na wajua. Wanaosoma na wajua na ambao wasomi wako kufanya kazi na wajua. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia hotuba yangu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatengua hii tauhid asma wa sifat. Na ndio vitu ambavyo wako navyo hao watu. Kitu cha kwanza katika vitenguzi vya tauhidi hii at-tahrif, wa huwa taghyiru alfadh al-asma' wa sifat au maaniha. Watu kubadili majina au kubadili matamshi ya majina ya Allah na sifa zake au maana yake. Kama unafanya makundi potevu, Allah amesema istawa, yuko juu ya arsh, wenyewe wakabadili wakasema istaula. Allah amesema yad, ametaja mkono, wenyewe wakataja wakabadili wakasema neema, maana ya mkono ni neema. Hii ni moja katika mambo ambayo yanabatilisha tauhidul asma'i wa sifat. Vile vile jambo la pili at-ta'til, wa huwa nafyu sifati al-ilahiyya wa inkaru qiyamiha bi dhatihi ta'ala. Vile vile ta'til kukanusha sifa za Allah. Waislamu, na ndio nakwambia tumuombe Allah atupe viongozi wa Kiislamu wenye msimamo. Mtu wa kwanza kukanusha tauhidul asma'i was sifat akasema kuwa Allah hana majina ni bwana mmoja anaitwa Al-Ja'd ibn Dirham. Huyu bwana akasema kuwa Allah hana sifa ya kupenda, akasema kuwa Allah hazungumzi, mpaka akasema kuwa Allah, Qur'ani si maneno ya Allah, ni kiumbe. Lakini palikuwa kiongozi ambaye alikuwa katika utawala wa Hisham ibn Abdul Malik wakati wa Daulatul Umayya. Huyu kiongozi alikuwa ni naibu wake kwenye mji wa Iraq, anaitwa Abdullah, anaitwa Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Aliposikia huyu bwana amezungumza maneno haya, akatuma jeshi limchukue bwana huyu. Wakakamata bwana yule wakamfunga Al-Ja'd ibn Dirham mpaka ilipofikia wakati wa laidi ya kuchinja. Waislamu zama hizo walikuwa wanachinjia kwenye uwanja wa laidi, mtu anakuja na mbuzi yake, ng'ombe wake, anachinjia kwenye uwanja wa laidi. Sasa Waislamu wakaja na vichinjwa, na yule bwana ambaye ni Al-Ja'd ibn Dirham aliyekanusha sifa za Allah akaletwa, aliyakuwa amefungwa pale. Kiongozi huyu Khalid al-Qasri akasalisha laidi. Baada ya kusalisha laidi akatoa hutuba ya laidi. Alipomaliza hutuba ya laidi akasema maneno haya: ayuhan nas, enyi watu, dhahu, chinjeni vichinjwa vyenu, takabbalallahu dhahayakum, Allah akukubalieni ibada yenu hiyo ya kuchinja. Fa inni mudahin bil Ja'd ibn Dirham, mimi namchinja huyu bwana Al-Ja'd ibn Dirham, li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalila, kwa sababu bwana huyu amedai kuwa Allah akumfanya Ibrahima kwa kipenzi chake, bi maana amekanusha sifa ya kupenda kwa Allah. Wa anna Allah lam yukallim Musa taklima, na bwana huyu amezua kuwa Allah kumuongelesha Musa. Kama wanavyofanya Ash'ari, anakuambia eti Allah hajamuongelesha Musa, bali Allah ameumba maneno akayatia kwenye mti ndio kamuongelesha Musa. Alipomwambia idhhab ila fir'auna innahu tagha, kwenye wakati pale etingo aliyesema pale sio Allah, eti kimti ndio kimezungumza. Huyu bwana ule kiongozi baada ya kuzungumza maneno haya, fanazal, akashuka kwenye mimbari, wadhabahu, akamchinja yule bwana mbele ya Waislamu. Paka Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akatunga mashairi kuhusu hilo jambo, akasema katika mashairi yake rahimahullahu ta'ala, alipokuwa anazungumzia ili tukio la kuchinjwa kwa Ja'd ibn Dirham, mwisho akasema aje: shakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin, kila mtu wa sunna ameshukuru kuna kisi jamu alivyochinjwa yule bwana Al-Ja'd alivyochinjwa. Lakini leo watu wa bid'a hawachinjwi, tunawaambia tu kwa maneno, tunawaambia kwa maneno, mtu anakasirika, wale wanaosema wenzake wengine wamechinjwa. Na kila mtu wa sunna akashukuru kuna mtu wa bid'a amechinjwa.
Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu ambalo linakanusha hii tauhid at-takyif, watu kujalia namna sifa za Allah. Mtu anaanza kutafuta sijui macho ya Allah yako hivi, sijui mikono ya Allah iko hivi, hakuna anayejua kaifia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Vile vile at-tamthil na jambo la aina kumfananisha Allah. Leo kuna baadhi ya watu wanakuambia al-yadu kayadi, akikusudia ati mkono wa Allah kama mkono wangu. Kisha wanakuletea hadithi wanasema Allah amesema, mtume amesema khalaqa Allahu Adama ala suratihi, Allah amemuumba Adam kwa sura yake. Ni kweli hadithi ni sahihi, lakini ina maana kuwa Allah anafanana Adam? La, lakini hadithi maana yake ni kuwa Allah amethibitisha sifa zake, kama kisi Adam ana macho mawili na Allah ana macho mawili, kama kisi Adam anasikia na Allah anasikia, kama kisi Adam ana mikono miwili na Allah ana mikono miwili, lakini laisa kamithlihi. Hiyo kaida, laisa kamithlihi shay, Allah hana mfano chochote. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujimize mashaka zetu, walimu zetu, wafundisheni watu tauhidul asma'i was sifat, na muwabainishie baadhi ya makundi ambayo yaliyopotea katika njia hii kabla hawajakuja kuharibu kizazi chetu. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunnah hatta nalqahu wa waradna anna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah